Kanumba alikuwa ananiambia mama, mimi nikizaa na mwanamke nimeoa. Ukusikia ile kesi ya Kanumba na Wema ya kutoa mimba? Nakumbuka. Sasa. Na nimeona hata kwenye comment moja leo hii pale Instagram baada ya Wema kuwa ameposti mambo yake ya siasa, kuna mtu mmoja comment pale imekuja kwamba laana yake aliipata baada ya kutoa ujauzito wa Kanumba, kwamba jina la mwanao bado linatumika hata kwenye comments za watu wakimshambulia Wema. Mwaka huu uliwahi kuisikia hiyo kwamba labda aliwahi kuwa mjamzito wa mimba nani? Yeah, niliwahi kuisikia. Kanumba alikwambia kabisa kwamba, na Wema mwenyewe aliniambia. Unajua wale walipendana, ndio ikatokea vurugu kama kawaida vijana. Lakini Wema alivyopata hiyo mimba ya kwanza, sijui walifanyaje, walikubaliana. Lakini hii ya pili akamwambia hivi, naomba mtoto wangu, mama yangu yupo na bado kijana, atamtunza. Wema akapata vishawishi, hata yeye mwenyewe anaielezea, akaitoa mimba. Kanumba alisikitika, akaniambia mama, Wema katoa mimba yangu. Akamwambia Wema, utakaa uzae, labda urudi tena kwangu. Umetoa mimba yangu, wanakuambia kwamba mimi ni star lakini sina hela. Nikamwambia Wema, njoo twende kwenye maombi au kwenye dua, wewe ni Muislamu, tuvunje, mimi ndo mama yake Kanumba, tuvunje hii nani tuite sijui laana sijui kama sulana, tuivunje ili uendelee na mambo yako ukiwa salama. Lakini labda wengine walimshauri vingine, nikamwacha. Hatuna ugomvi naye, lakini sina mawasiliano naye. Na unaonaga kwenye mitandao anavyokuwa analia, anatamani kwa mtoto, wanamtukana nini, lakini sina jinsi. Mimi nilimwambia twende, kama ni kwa shehe, kama ni kanisani, mimi ndo mama yake Kanumba. Twende tukavunje hii. Lakini